kabla ya wewe kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa imani yako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya inatokana na imani yako kwenye yeye ni nani. Kwamba yeye nani? Kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote wenye mwili. Pote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunajibu swali, kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Ama kwa lugha nyingine, ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuamini kuhusu Yesu Kristo, ama msingi wa imani yetu katika Yesu Kristo ni nini? Na tulisema tutaangalia maeneo manne, kwamba Yesu Kristo nani, kwamba alifanya nini, alifundisha nini, ama aliahidi nini, na aliagiza nini. Na kwa wiki mbili zilizopita tulikuwa tukiangalia Yesu Kristo ni nani, na leo nitataka tuanze kuangalia alifanya nini. Kwa hiyo kaa mkao kwa ajili ya hilo, lakini nikumbushe tu kwamba kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tusonge mbele, lakini nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo rafiki, napenda nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo, lakini umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, waweze kujifunza. Nasema asante sana, namshukuru Mungu sana sana kwa ajili yako. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo vizidishwe kwako. Pia shukrani kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazazi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yenu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo vizidishwe katika maisha yako. Mungu akutane na mahitaji yako yote, ili siku zote uwe na utoshelevu, ili usikose muda wa kukaa mbele za Bwana kwa ajili ya nafsi ambazo zinatakiwa kufikiwa. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Baraka ya Bwana endelee kufanikisha kazi ya mikono yako. Neema yake endelee kuzunguka na kukupa utoshelevu siku zote. Lakini zaidi ya yote, hekima ya Mungu endelee kutenda kazi katika maisha yako, ikufungulia milango mipya na kukupa ujuzi na maarifa wa wewe uweze kuendelea kustawi zaidi, kwa maana wewe ni kiungo muhimu sana katika ufalme wa Mungu. Kwa nakupa hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu sasa. Nitagusia mambo machache haraka na iko hivi. Tulijifunza katika wiki mbili zilizopita kwamba tukaona moja, kwamba Yesu ni Mungu kwa 100%, lakini pia ni mwanadamu kwa 100%. Na tukaona kwamba yeye ni mfalme, ama tunaposema kwamba Yesu ni Kristo, Kristo sio jina la pili la Yesu. Kristo ni cheo. Maana yake ni mpakwa mafuta, maana yake ni Masihi. Lakini swali la msingi ni hili, amepakwa mafuta kuwa nani? Then tunaona kwamba amepakwa mafuta kuwa mfalme. Unabii uliotolewa kwa Daudi katika Samueli wa pili mlango wa 7 mstari wa 12 hadi 16 unatuonyesha hilo. Na huo unabii ilikuwa ni muendelezo wa kile ambacho Mungu alikuwa ameanza kuahidi kuhusu ujio wa Kristo tangu pale bustani ya Eden. Kwenye Mwanzo 3:15 tunaona kwa mara ya kwanza Mungu anataja habari njema, ama anatangaza habari njema ya ujio wa Kristo. Anamwambia nyoka kwamba naweka uadui kati yako wewe na mwanamke, alafu anasema mzao wa mwanamke utakuponda wewe kichwa na wewe utamgonga kisigino. Kwa hiyo injili kwa mara ya kwanza inapohubiriwa waziwazi kabisa katika Mwanzo 3:15. Sasa
Abraham, Mungu inabidi aingie agano na Abraham ili kumleta huyu Kristo duniani. Kwa Abraham naye anaambiwa kwamba kupitia mzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Then Mungu anakuja anauisha hilo agano tena na Isaka. Anamwambia kupitia mzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Then anakuja analiuisha hilo agano na Yakobo. Anamwambia kwamba kupitia mzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Story inaendelea. Then Yakobo of course anazaa watoto 12 na kupitia kabila ya Yuda. Wakati ukisoma Mwanzo 49, wakati Yakobo anabariki watoto wake kabla hajafa, unaona anamtangazia Yuda kwamba mtawala atatoka kwako. Kwa hiyo na fimbo ya utawala itaka iondoke kwako. Kwa hiyo historia inaendelea mpaka anapokuja Daudi. Daudi anaambiwa kwamba mzao atakayetoka katika viuno vyako, huyo ndiye mmoja atanijengea nyumba, 2 nitakifanya kiti chake cha enzi imara milele. Na ama kiti chako cha enzi nitakifanya imara milele kupitia huyo mzao wako. Na kwamba ufalme wake nitaufanya imara ama nitauthibitisha milele. Na kwamba 4 mimi nitakuwa baba yake. Kwa hiyo ukichukua huo unabii na kile ambacho Daudi pia ametoa alitabiri katika Zaburi ya 110 ambao ni sehemu ambayo inazungumzia Masihi, inazungumzia utawala wa Kristo, lakini pia inazungumzia kama Melkizedek. Tunapata picha kwamba huyu Masihi ni mfalme. Na ndio maana nikakuonyesha wakati Bwana Yesu amezaliwa, tunaona picha 2. Kwa mfano kwenye Luka anaripoti kwamba malaika alitokea wale wachunga kondoo waliokuwa kondeni, alafu akawaambia nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Kusoma Luka 2 kuanzia 10:11. Alafu anasema leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Nikakwambia kwamba tunaposema Kristo maana yake ni mpako mafuta kama nilivyokuonyesha. Lakini ukienda kwenye Mathayo mlango wa 2 unapoanza mstari wa 1 mpaka wa 2, mamajusi wanakuja kutoka mashariki. Nikakwambia hawa ni baadhi ya wale Waisraeli walichukuliwa wakapelekwa utumwani Babeli. Kwa hiyo wako ambao walibakia hawakurudi Yerusalemu wakati wenzao wanarudi. Kwa hawa mamajusi ni sehemu ya wale Waisraeli ambao walibakia Babeli. Na Babeli iko pande gani? Babeli iko Iraki leo hii. Nchi ya Iraki ndipo ambapo Babeli ilikuwepo. Kwa hiyo walikuwa wakifuata hiyo nyota ambayo ya mfalme ambayo tunaona kwenye Hesabu 24. Balaam wakati anatoa unabii ameambiwa alaani Israeli na Balak akawa anabariki badala ya kulaani. Tunaona anazungumzia habari, anasema naiona nyota yake, nasikia sauti ama sauti ya mfalme, kelele za mfalme katikati yao. Kwa hiyo walikuwa wanafuata hilo kwa muda wa miaka 2, wakawa wanafuata hiyo nyota ama sayari. Na kwa maana hiyo sasa wamekuja ikasimama kwenye nyumba iliyosimama. Kwa hiyo wakati wameingia Yerusalemu anasema wapi amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Na nikakuonyesha kwamba hawa kwa sababu walikuwa ni Wayahudi ndio maana kwa anazungumzia mfalme wa Wayahudi. Lakini ukisoma maandiko hasa kwenye nabii za Isaya unaona kabisa kwamba huyu mfalme anakuwa ni mfalme wa ulimwengu mzima. Ukisoma hata kwenye Zaburi mlango wa 2 inamzungumzia Kristo kwamba atachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, alafu anasema niombe mataifa nami nitakupa kwa urithi wako. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alipewa falme zote za dunia. Kwa hiyo huyu Yesu mmoja, yeye ni anasema kwenye Luka 2:10-11 kwamba ni Mwokozi lakini pia Kristo Bwana. Tukaona mwanamke Msamaria pia wakati anazungumza na Bwana Yesu kwenye Yohana mlango wa 4, anavozungumza na Bwana Yesu, baadaye anagundua kwamba Yesu ndiye Kristo, kwa sababu Bwana Yesu anamwambia mimi ndiye Kristo, huyu anayezungumza na wewe ndiye. Anatoka anaweka mtungi anakwenda mjini, anawaambia Wasamaria wenzake wanakuja wanamuomba Yesu, anakaa siku 2 zaidi Samaria. Baadaye wanasema kabisa sasa tumejua, tunaamini, sio kwa sababu wewe umetuambia, lakini kwa sababu sisi wenyewe tumesikia na kuona kwamba tunaamini kwamba huyu ndiye Kristo Mwokozi wa ulimwengu. Yohana 4:42. Na tukaenda mbali zaidi tukaangalia katika Matendo ya Mitume mlango wa 2, wakati siku ile ya Pentekoste Petro anahubiri, tunaona anaanza kusema kwamba kwa zile mstari wa 32 kwamba Mungu amemfufua Yesu, akamweka mkono wake wa kuume na amempa kipawa ama zawadi ya Roho Mtakatifu, naye ndiye amemwaga kitu hichi mnachokiona. Alafu ananukuu kutoka kwa Zaburi ya 110 kwamba Bwana alimwambia Bwanangu keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Alafu anasema mstari wa 36, basi nyumba yote ya Israeli wajue kwamba huyu Yesu ambaye Mungu amemfufua, ambaye ninyi mlimsulubisha Mungu akamfufua, Mungu amemfanya kuwa Kristo na Bwana, ama Bwana na Kristo. Na Biblia inasema waliposikia hivyo wakachoma mioyo yao, kwa sababu kwa miaka chungu mzima walikuwa wakitarajia, taifa la Israeli walikuwa wakitarajia ujio wa Masihi.
na walikuwa wanajua akija ataleta ufalme. Bahati mbaya tu ni kwamba walikuwa wanadhania ni ufalme wa kisiasa, kwamba atakuja sio tu kwamba atakuwa ni mfalme, lakini atakuwa ni kiongozi wa kijeshi ambaye atapindua serikali ya Rumi madarakani na hivyo kuleta uhuru kwa taifa la Israeli. Hawakujua kwamba ufalme uliokuwa unazungumziwa ni ufalme wa kiroho. Yes, ni ufalme wa kiroho, lakini usisahau huo ufalme wa kiroho una ushawishi katika damu na nyama. Ndio maana ukienda ukasoma kwa mfano kwenye sasa najua nakupitisha kwenye majumuisho haraka haraka, lakini sio basi. Tafuta zile wiki mbili zilizopita utasikia. Katika Yohana nadhani 11:5, Yohana 11:5, sio Yohana, Ufunuo, sorry. Ufunuo 11:15 kama sikosei. Ngoja niangalie. Anasema 15, malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Ufalme wa dunia umekwisha kuwa Bwana wetu. Mmoja tuone kwenye neno anasemaje. Kwenye tafsiri neno anasema hivi, yule malaika wa 7, nasoma Ufunuo 11:15. Yule malaika wa 7 akapiga tarumbeta yake, pakawa na sauti kubwa mbinguni iliyosema, ufalme wa ulimwengu umekuwa ufalme wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Kwa hiyo unaona kwamba anasema ufalme wa ulimwengu ama ufalme wa dunia ama utawala wa dunia sasa hivi ni mali ya Kristo. Kwa hiyo akisema ufalme wa dunia, maana yake ni kwamba utawala wa dunia nzima. Kwa hiyo haijalishi kama ni taifa la Marekani ama haijalishi kama ni taifa la China, haijalishi kama ni Urusi, haijalishi kama ni Israeli, haijalishi kama ni Uganda, haijalishi kama ni Tanzania, haijalishi kama ni Kenya. Maana yake ni kwamba dunia nzima, na kwa maana mataifa yote yako chini ya Kristo. Na nakumbuka nilikugusia kidogo kwenye Zaburi, tena nikakuonyesha kitu kimoja kwenye Zaburi mlango wa 2. Zaburi mlango wa 2. Alafu haleluya. Zaburi mlango wa 2, tutaenda mstari ule, nalenga mstari wa ngapi? Mstari wa 8. Anasema hivi, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwadibiwe. Sasa ukisoma hii hapa anasema kwamba ukisoma yani Zaburi yote inazungumzia unabii kuhusu ujio wa Yesu. Ngoja nikusomee, tuanze muda tunao, tuanze mstari wa kwanza. Na Zaburi ya 2 mstari wa kwanza. Anasema hivi, hata ukisoma kama una Biblia yako utaona kichwa cha habari alichoandika ni kwamba ahadi ya Mungu kwa mti wa mafuta wake. Kwa hiyo ina maana kwa Kristo wake. Anasema, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Sasa hili utaona wakati mitume wanafanya maombi kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 4 kuanzia ule mstari wa 23, walinukuu hapa. Asa, mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana ama juu ya Yehova na juu ya masihi wake ambaye ni nani? Kristo. Anasema, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Kumbuka mlima ni alama ya ufalme. Ukisoma Danieli mlango wa 2. Nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo unaona huu ni unabii kuhusu Kristo. Wewe ndiwe mwanangu, ndio leo nimekuzaa. Na hapa anazungumzia zaidi wakati anamfufua Kristo. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia, mwadibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani. Kwa kuwa hasira yake itawaka upesi,
heri wote wanaomkimbilia. Kwa heri wote wanaomkimbilia nani? Wanaomkimbilia Yesu Kristo ambaye ni Masihi. Kwa hiyo ilikuwa ni summary tunakupa. Alafu mwisho tukaenda tukaangalia kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 5 na mstari wa 30-31, anazungumzia kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu, amemfufua na amemfanya kuwa mkuu na mwokozi. Mkuu na mwokozi. Na nikakwambia kipindi kilichopita kwamba kabla ya wewe kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa imani yako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya inatokana na imani yako kwenye yeye ni nani. Kwamba yeye nani? Kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote wenye mwili. Na nikasitiza kitu kimoja nadhani kipindi kilichopita kwamba Yesu Kristo amepewa mamlaka ya kutawala hapa duniani kwa sababu yeye ni mwana wa Adam. Kwa lugha nyingine ni kwa sababu yeye ni binadamu. Hilo ni la muhimu sana kuliko kingine chochote. Kwa nini? Kwa sababu Mwanzo 1:26 Mungu anasema tumfanyie mtu kwa mfano wetu na sura yetu, tuwape mamlaka ya kutawala vitu vingapi? Vitu vyote. Kwa hiyo na Zaburi 115 mstari wa 16 anasema mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi ama dunia amewapa wanadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana. Yesu ni Mungu kwa 100%, lakini pia ni mwanadamu kwa 100%. Usilisahau hilo. Hilo ni la muhimu sana. Ni la muhimu sana. Sasa baada ya kusema hayo, kumbuka tuliona pia Isaya 9, mambo ni mengi ya kuzungumza kwa wewe tabasamu tu. Isaya 9 mstari wa 7, of course anasema mtoto amezaliwa, mtoto mwanamume tumepewa, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu, ataitwa baba wa milele, ataitwa mfalme wa amani. Alafu mstari wa 7 anasema kuongezeka kwa enzi yake ama kwa utawala wake na amani yake hakutakuwa na mwisho. Sasa kuna vitu vingine hatutaki tu kuvizungumza hapa, tukivizungumza kwa sababu kanisa limeingizwa kwenye mapokeo mno, kiasi kwamba unavoleta kweli kanisa na haswa viongozi waandamizi wana panic, wanaanza kusema kwamba wewe ndio unapotosha. Lakini nataka utafakari kitu hichi, na nitakuacha nacho tu utafakari mwenyewe. Isaya 9:7 inasema kwamba utawala wa Kristo ama ufalme wake, kuongezeka kwake na amani yake hakutakuwa na mwisho. Daudi anaambiwa kwamba huyu mzao wako kiti chake cha enzi nitakifanya imara milele ama nitakithibitisha milele. Anaambiwa ufalme wake nitaufanya imara milele. Na of course anaambiwa huyu mzao wako katika kiti chako cha enzi Daudi. Kwa Daudi alikuwa ni mtawala hapa duniani. Kwa anaambiwa mzao wako anayekuja sio tu kwamba atatawala taifa la Israel, lakini pia atatawala dunia yote. Sasa na Biblia inasema ufalme wa Mungu uko ndani ya wale ambao wanamwamini Kristo. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu amesema ufalme wake baada ya ujio wa Yesu Kristo. Maana yake alipozaliwa pale Bethlehem, huo ufalme hautakaa uondoke kamwe hapa duniani. Kwa hiyo kama utakuwa huwezi kuondoka kamwe na huwezi kufikia mwisho, swali linabakia, vipi kuhusu mafundisho yanayosema kutakuwa kuna miaka 7 ya dhiki hapa duniani, kanisa litakuwa limeondoka? Je, kanisa likiondoka, ufalme unakuwa umebakia ama unakuwa umeondoka? Hiyo ni story ya siku nyingine, tunaendelea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo rafiki, leo nataka tugeukie sasa tuangalie mambo gani ambayo Yesu Kristo aliyafanya. Sasa kumbuka, kila kitu tutakachokiangalia ambacho Yesu Kristo alikifanya kinatiririka kutokea kwenye yeye ni nani. Ndio maana nimeanza kupita na summary na majumuisho ya kujaribu kukuelezea na kusitiza kwamba yeye ni nani. Ni muhimu sana rafiki. Ni muhimu sana. Kama hauna ufunuo wa Yesu wa Nazareti, Yesu Kristo ni nani, then itakuwa ni vigumu sana kuelewa alikuja kufanya nini. Itakuwa ni vigumu sana kuelewa ana uwezo wa kukufanyia nini. Sasa usisahau, niseme kitu kingine kimoja tukiwa hapa, ili tunajifunza kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapomsoma na kumuona jinsi alivyokuwa takriban miaka 2000 iliyopita, ndivyo alivyo leo hii. Sasa kama nilivyosema, lazima nimuelewe yeye ni nani. Na tuliona yeye ni mwana wa Mungu,
lakini wakati huo ni mwana wa binadamu, na kwamba ana asili zote mbili ziko ndani ya mtu mmoja. Haina maana kwamba tunavyosema asili mbili ndani ya mtu mmoja na tukasema kwamba alienenda hapa duniani kama binadamu, haina maana wakati anaenda kama binadamu hakuwa Mungu. Alikuwa bado ni Mungu, lakini Wafilipi 2 ukianza ule mstari wa 5 mpaka wa 6 wa 7 inatuambia kwamba pamoja na kwamba alikuwa na mfano wa Mungu, lakini hakushikamana. Kwa lugha nyingine aliweka kando, akatua. Kwa lugha nyingine hakutumia asili yake ya uungu, lakini alikuwa nayo. Sijui kama naeleweka. Yaani nikupe mfano huu ili tuweze kuelewana. Ni kama nini? Okay, ni kama kwa mfano ungekuwa una nani? Una mtu ni kiongozi. Ni kiongozi alafu amekwenda mahali huduma inatolewa kwa foleni. Manake ni kwamba ana uwezo wa kutumia mamlaka yake kupita mbele, akaruka watu akaenda akahudumiwa. Lakini anakataa kutumia mamlaka yake, naye anapanga foleni kama wananchi wengine wa kawaida. Sababu kwamba amepanga foleni kama wananchi wengine wa kawaida haina maana kwamba ni kiongozi. Tuchukue mfano, inaweza kawa waziri mkuu, inaweza kawa makamu wa rais, inaweza kawa rais wa nchi. Kwamba anaamua naye, pamoja na kwamba yeye ni kiongozi mkubwa, hatumii nafasi yake ya uongozi kuruka ile foleni na kwenda mbele. Kwamba naye anapanga foleni na watu. Kwa wakati amepanga foleni na watu, haina maana wakati huo yeye anakuwa sio waziri mkuu ama sio rais au sio makamu wa rais. Bado ana cheo chake kile kile. Isipokuwa tu ameamua kutokutumia mamlaka alionayo. Kwa hiyo na Yesu naye alivyozaliwa hapa duniani, pamoja na kwamba ni Mungu, aliamua kutokutumia uungu wake. Na kwa maana hiyo akaenenda kama mwanadamu. Lakini wakati wote wanaenenda kama mwanadamu alikuwa bado ni Mungu. Ndio maana nikakwambia kwenye Matendo ya Mitume 10:38 Biblia inasema kwamba ilibidi awezeshwe kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Ukisoma kwenye Isaya 11 mstari wa 2 tunaambiwa kwamba Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Roho ya ufahamu ama roho ya hekima na ufahamu, roho ya mashauri na uweza, roho ya kumcha Bwana na ya maarifa. Zile roho 7 za Mungu zilikuwa juu yake. Tukisema roho 7 za Mungu hatuna maana kwamba Mungu ana roho 7 kama paka. Ndio, tunasema roho 7 za Mungu tunazungumzia ni roho huyo mmoja, lakini anajidhihirisha katika namna 7 tofauti. Kwa hiyo ilibidi naye awezeshwe kwa Roho Mtakatifu kukuonyesha kwamba alikuwa hatumii uungu wake. Angekuwa anatumia uungu wake, then asingekuwa na sababu ya kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Maana Mungu Mwana ana sifa zote sawa sawa na Mungu Baba na Mungu Mwana. Kwa maana ya kwamba anajua yote, anaweza yote, na anaweza akawa kila mahali kila wakati. Lakini hapa alipokuja katika mwili, alichagua kutumia asili yake ya uungu. Akaenenda kama binadamu, kama mimi na wewe, ambaye anategemewa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana sasa haya yanayokuja tutakaojadili ni ya muhimu. Kwa nini nakueleza? Kwa sababu unaposoma Warumi 5:12 anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, ama kwa mwanadamu, kupitia mwanadamu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi hiyo ikasababisha mauti kwa watu wote. Na huyo mwanadamu ni Adamu. Kwa hiyo kwa kuwa dhambi ililetwa na mwanadamu duniani, pekee anayeweza kuondoa hiyo dhambi ni mwanadamu. Ndio maana unaona Yesu ambaye ni mwana wa Mungu inabidi achukue asili ya mwanadamu ili yeye ndo aje akabiliane na ibilisi na kuiondoa hiyo dhambi. Asingeweza kufanya hivyo kama mwana wa Mungu. Alifanya yote hayo kama mwana wa Adam. Kwa hiyo anatoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya ndugu zake. Sasa ni muhimu kalelewa hilo. Sasa kuanzia kipindi kinachokuja tutaenda moja kwa moja, sitarudi tena kwenye summary kwamba Yesu Kristo ni nani. Tutaenda moja kwa moja kuangalia ni mambo gani ambayo aliyafanya ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuyaelewe. Sasa usikiliza, hayo mambo tutakayoangalia haina maana kwamba ukiamini ndo anaenda kuyafanya. Ni mambo ambayo tayari ameshayafanya. Kwa wewe unajulishwa. Ukikubaliana nayo unafaidi matunda yake. Usipokubaliana nayo unakula hasara.
Ndio maana imani yetu inakuwa katika Yesu Kristo. Lakini kama unanisikiliza na haujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nafasi yako ni sasa. Fanya maombi yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha akafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi, mponyaji, mstawishaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu. Lakini inawezekana pia uko unanisikiliza basi mimi siwezi kuongea. Then nyosha mkono wako juu wa kulia wakati nikiongoza sala toba, inabidi nianze kuzungumzia. Weka mkono wako juu na Kristo ataingia katika maisha yako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu, na Yesu ni Kristo na Bwana.